Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie happy new year 2026. Natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kulazimishwa kujiuzulu kutoka mamlakani, kesi mbili mfululizo zimeweza kuanzishwa rasmi mahakamani baada ya Rais Suluhu kulazimishwa kujiuzulu kutoka Ikulu ya Tanzania. Kwa sababu niko na kanda ambayo imeundwa kwa njia ya sauti, naomba kuiweka hewani ili tuisikize, kwa sababu inaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia. Kwa kanda hii nikirudi nitakuwa na changanua moja kwa moja. Kuna mchungaji ambaye anaitwa Godfrey Malisa aliweza kutuma ujumbe mkali, na huyu ni mwana CCM, Chama cha Mapinduzi. Naomba tumsikize kwa sababu hii sauti inaenda kuunda msingi kwa yale ambayo naenda kuzungumzia. Tumsikize mchungaji Godfrey Malisa. Samia Suluhu Hassan unatakiwa ujiuzulu mara moja. Hilo ni takwa la wananchi na wala halihitaji mjadala. Samia Suluhu Hassan anatakiwa kujiuzulu mara moja kwa sababu zifuatazo: ameshindwa kusimamia shughuli za serikali. Amekuwa ni rais aliyesimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania. Pili, amevunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio mara moja, sio mara mbili, na hiyo pia inamdisqualify kuendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kanali mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanali, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza na kusiki heshima ukaweze kusubscribe, na ukimaliza kutazama sambazia wengine hii link ya kanda hii ili waweze kujua yale ambayo yanaendelea. Sauti hiyo ni ya Godfrey Malisa ambaye aliweza kumlazimisha Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aweze kujiuzulu kutoka mamlakani kwa kile ambacho anasema ya kwamba anadai Suluhu Hassan ameshindwa kusimamia serikali ya Tanzania, amevunja katiba ambayo ilipitishwa mwaka 1977 na watu wengi wameweza kuangamia mikononi mwa uongozi wake, na anahitaji serikali ya mpito iweze kuundwa. Baada ya Malisa kusema haya yote ya kumlazimisha Suluhu ajiuzulu, sasa kesi mbili zimeweza kufunguliwa dhidi ya mchungaji huyu ambaye ameweza kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Ameshitakiwa kwa kosa la uhaini, na katika taifa la Tanzania uhaini hamna dhamana ukipatikana na hilo kosa, ila tu kifo. Na kesi nyingine ambayo amefunguliwa ni kesi ya uhalifu wa kimitandao, ukipenda cyber crime. Naomba tuweze kusoma ujumbe huu, kisha baadaye tuweze kuelewa ni kipi hiki ambacho kinaendelea haswa kwa uongozi wa sasa katika taifa la Tanzania. Naomba tukaweze kusoma ujumbe huu. Mchungaji Godfrey Malisa amefunguliwa kesi mpya ya jinai inayohusiana na makosa ya mtandao cyber crime, huku kesi ya uhaini inayomkabili ikiendelea kusubiri kutajwa tena baadaye mwezi huu. Kesi ya uhaini iliyosajiliwa kama jinai na 00002833 ya mwaka 2025 ilitajwa Alhamisi Januari tarehe 2, 2026 mbele ya hakimu mkazi mkuu wa Moshi Ali Mkama, lakini ilihairishwa hadi Januari 16, 2026 baada ya mahakama kuelezwa kuwa uchunguzi haujakamilika.
The Citizen imeripoti kuwa katika kesi mpya iliyofunguliwa na 0002841 ya mwaka 2025, upande wa mashtaka unamtuhumu mchungaji Malisa kwa kuchapisha taarifa kwenye mtandao wa YouTube akidai kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anapaswa kujiuzulu kwa madai ya kusimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania. Kesi hiyo ya makosa ya mtandao itatajwa pia Januari 16, 2026 mbele ya hakimu kama na inasikilizwa chini ya kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 kama ilivyorekebishwa mwaka 2023 kwa mujibu wa hati ya mashtaka. Upande wa mashtaka unadai kuwa Novemba 15, 2025 katika eneo la Miembeni, wilaya ya Moshi, mchungaji Malisa alichapisha kauli hizo kupitia akaunti ya YouTube iitwayo Godfrey Malisa. Hati hiyo inanukuu kauli aliyodai kutoa kuwa Samia Suluhu Hassan anapaswa kujiuzulu mara moja kwa sababu amekuwa rais anayesimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania. Upande wa mashtaka unadai kuwa alichapisha taarifa hizo akijua ni za uongo kwa lengo la kupotosha umma. Katika shitaka la pili ndani ya kesi hiyo, mchungaji Malisa anakabiliwa na shtaka la uchochezi kinyume na kifungo cha 35 cha kanuni cha adhabu sura ya 16 kama ilivyorekebishwa mwaka 2023. Mashitaka yanadai kuwa Novemba 15, 2025 pia katika eneo la Miembeni, Moshi alichochea wananchi kushiriki katika mkusanyiko haramu, jambo linalodaiwa kuwa kosa la jinai. Mbali na kesi ya mtandao, mchungaji Malisa pia anakabiliwa na kesi ya uhaini chini ya kifungo cha 39(2) cha kanuni ya adhabu kama ilivyorekebishwa mwaka 2023 kwa mujibu wa hati ya mashtaka. Inadaiwa kuwa Novemba 16, 2025 akiwa katika eneo la Miembeni, Moshi, na akiwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alinuia kuhama Sisoma zaidi, na hayo ndio Malisa alifunguliwa kesi ya pili mbali na ya uhaini. Vile umesikiza, Malisa aliweza kumlazimisha Samia Suluhu Hassan aweze kujiuzulu kutoka wadhifa ambao anashikilia kama rais katika taifa la Tanzania, lakini matamshi yake yamemuweka mahali pabaya kwa sababu sasa ameshtakiwa na kufunguliwa kesi mbili mfululizo, kesi ya uhaini na kesi ya uhalifu wa kimitandao, ukipenda cyber crime. Kumaanisha huwezi kuzungumza against the current regime in Tanzania kwa sababu lazima utaandamwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Ndio maana mataifa mengi yamesitisha shughuli za kutuma misaada katika taifa la Tanzania. What do you think? Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa na haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you will be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.